tuweke swala la amani mbele katika nchi yetu, kwa mifano iliyokuwa wazi, wala haina haja ya kuelezwa mtu kwa undani. Kwa mifano iliyokuwa wazi tu, ukigeuza uso kulia katika nchi za karibuni au tunazojiraniana nazo, ukatazama hata katika vyombo vya habari, vyombo vya kijamii, wewe utaona tu, na hakuna haja hata kutazama, ni wewe tu akili inafanya kazi kwamba jambo baya alifai kukubaliwa na kukumbatiwa katika nchi. Halikubaliwi wala kukumbatiwa katika nchi, na maslaha ya watu wengi ndio yenye kutangulizwa. Uharibifu wa nchi hautakiwi. Yule mtu mmoja alikuwa anaitwa Karun, alikuwa katika zama za Nabiiullah Musa alayhi salatu wasalam. Alikuwa na mali nyingi na alikuwa na kila kitu yeye, lakini alikuwa na kiburi na kuleta ufisadi na uharibifu na fujo, kuvunja amani. Hata watu wake waliomzunguka wakamkataza mambo mengi sana, mpaka akamwambia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, tenda wema wewe. Watu wake wanamwambia tenda wema kama ambavyo Mungu amekutendea wema wewe. Wewe Mungu amekutendea wema, akakupa mali, akakupa hiki, akakupa hiki, lakini bado unaleta uharibifu katika nchi. Tenda wema kama Mungu alivyokutendea wema. Wala tabghi alfasada fil ard, wala usitafute ufisadi, usitafute uharibifu, kuichafua nchi. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin, Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kufanya uharibifu. Anaambiwa na watu wake kwamba aache mambo ya ovyo ovyo. Karun huyo alipokuwa ameendelea, mwisho alikuja kaangamizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana wivu. Mtume anasema ana aghyaru minkum, Allahu aghyaru minni, mimi nina wivu zaidi kuliko nyinyi. Hakuna mwenye wivu katika nyinyi kuliko mimi, lakini Mungu ana wivu zaidi. Yani wivu wa Mungu, hataki kuona mtu katika viumbe vyake huyu anadhulumiwa, huyu anafanywa hivi, hataki kuona hivyo. Watu wanaharibu amani, watu wanaharibu nchi. Kuna ibada moja ambayo ni nguzo ya 5 katika Uislamu, inaitwa hija. Waheshimiwa maaskofu, waheshimiwa mgeni rasmi, mnaisikia sana. Ukifika watu wa hija, watu wanakuwa wanahangaika, hata sio kuona pesa kazi yake kutafuta namna gani anaweza akaenda hija. Lakini hija ni mpaka mtu aweze kufikia uwezo wa kuweza kwenda hija. Lakini hata akifikia uwezo wa kwenda hija, ana uwezo wa kupata nauli ya kwenda na kurudi, ana uwezo wa kuachia watoto wake, ana uwezo wa kuwa na masrufu au matumizi kule akienda hija, lakini kule anakokwenda kukawa hakuna amani, anaambiwa asende, uwezo hauko tena. Au katikati hapa hapawezi kumfikisha akafika Maka, hakuna amani katikati, anaambiwa huyo hana uwezo wa kwenda hija, ingawa ana uwezo wa nauli, ana uwezo wa chakula, ana uwezo kila kitu. Amani inatangulia kwanza.